kupitia taifa la Israeli. Taifa la Israeli ni taifa la kinabii na dira ya kuonyesha majira na nyakati. Mungu alilichagua, aliliweka makusudi kwa ajili ya kutuonyesha kila kinachoendelea. Tunavyoona mabadiliko yanayojitokeza katika taifa la Israeli, inatupa kujua kila kinachoendelea. Some kitabu cha Luka Mtakatifu sura ya 21, tuanzie mstari wa 20. Tuanzie mstari wa 20. Biblia inasema, lakini hapo mtakapoona mji wa Yerusalemu umezungukwa na majeshi, ndipo jueni ya kwamba uharibifu wake umekaribia. Ndipo walio katika Uyahudi na wakimbilie milimani, na walio katikati yake wakimbilie nje, na walio katika mashamba wasiingie. Kwa kuwa siku hizo ndizo za mabatilizo, ili yatimizwe yote yaliyoandikwa. Ole wao wenye mimba na wanaonyonyesha katika siku hizo, kwa kuwa kutakuwa na shida nyingi katika nchi na hasira juu ya taifa hili. Wataanguka kwa ukali wa upanga, nao watatekwa nyara na kuchukuliwa katika mataifa yote, na Yerusalemu utakanyagwa na mataifa hata majira ya mataifa yatakapotimia. Tena kutakuwa na ishara katika jua na mwezi na nyota, na katika nchi dhiki ya mataifa wakishangaa kwa uvumi wa bahari na msukosuko wake, watu wakivunjika mioyo kwa hofu na kwa kutazamia mambo yatakayoupata ulimwengu, kwa kuwa nguvu za mbingu zitatikisika. Hapo ndipo watakapomwona Mwana wa Adamu akija katika wingu pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Basi mambo hayo yaanzapo kutokea, changamkeni, mkaviinue vichwa vyenu, kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inapoeleza habari za mambo ya unabii kutokea, kuna mfululizo wa matukio ya kinabii ambayo tunatarajia tunapoyaona yanatokea, yanatupa dira ya namna tunavyosogelea siku ya kuja kwa Bwana. Tukio la kwanza alilotamka Yesu katika unabii, alisema Yerusalemu kuvamiwa na maadui. Na hili tayari limeshatimia, litimia mwaka 70. Yerusalemu ilivamiwa mwaka 70, wakapigwa, wakatekwa, wakachukuliwa nyara kwenda mataifa mbalimbali. Taifa la Israeli likasambaratika, historia yake ikafutika. Sasa hili limetimia, maana yake linapotimia moja unasubiri jingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini katika maandiko tuliyosoma bado inasema kwamba Waisraeli watachukuliwa mateka pote ulimwenguni, na hili lilishatokea. Tangu baada ya kupigwa pale, wakatawanyika, wakachukuliwa mateka kwenye mataifa mbalimbali. Waisraeli walisambaratika kwenye mataifa mbalimbali, walikimbia mji. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya hilo tukio kutokea, lakini kuna tukio jingine ambalo lilitabiriwa kwamba kuna wakati Waisraeli watakusanyika na kuwa taifa tena. Bwana Yesu asifiwe. Taifa lilitambaratika, lakini kuna wakati watakusanyika na kuwa taifa, na hili limeshatokea. Baada ya vita ya pili ya dunia, Waisraeli walirudi kwao,
na baada ya kurudi kwao likatambulika kuwa taifa tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii inatupa picha na dira ya kwamba siku tulizo nazo zimeenda zinaisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kabla ya Waisraeli kurudi kwao, walipotawanyika, Biblia inasema kwamba Israeli ilikanyagwa na mataifa mengine. Maana yake Yerusalemu, mji mtakatifu uliokuwa na ngome, ile ngome ilivunjwa na mataifa mengine yalipita katika Yerusalemu yakapakanyaga. Lakini bado pale ambapo palikuwa na hekalu la Sulemani, ile hekalu lilibomolewa huyo mwaka 70. Baada ya kubomolewa lile hekalu, ilijengwa misikiti. Kwenye msingi ule ule ikajengwa misikiti. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile misikiti mpaka leo bado ipo. Lakini siku za hivi karibuni waziri mkuu wa Israeli alitangaza kwamba tuna mpango wa kuivunja misikiti na kurudisha hekalu la Sulemani mahali pake. Hello? Na kurudisha hekalu la Sulemani mahali pake. Na mpaka sasa maandalizi yote ya kurudisha hekalu mahali pake yanaendelea. Na mpango ulikuwa mwaka huu waanze kujenga, vikainuka vita. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie. Tunajifunza dalili za kurudi kwa Yesu. Na moja ya mambo ambayo Biblia imetaja kwamba watu watakuwa wanapepesuka kimioyo kwa hofu, wanatazamia nini kitaipata dunia, na ndio nyakati tulizo nazo kwa sasa. Bwana tusaidie sana. Hizo nyakati tulizo nazo kwa sasa. Kwa nini? Nimesema taifa la Israeli ni taifa ambalo Mungu alichagua kupitishia kalenda yake, kupitishia ishara zake za kujua nyakati tulizo nazo. Yesu wakati anazungumza, matukio karibu mengi yaliyozungumzwa, taifa la Israeli kurudi kuwa taifa limesharudi, na kilichobaki sasa ni parapanda ya mwisho. Na parapanda ya mwisho, Biblia inasema kwamba kabla ya chukizo la uharibifu lazima kanisa litwaliwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima kanisa lifanyeje? Litwaliwe kabla ya chukizo la uharibifu. Hebu tuangalie maandiko. Ufunuo 9:13. Kwanza inasema hivi: malaika wa 6 akapiga baragumu, nikasikia sauti moja iliyotoka katika zile pembe za madhabahu ya dhahabu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa huu ni unabii ambao unatupa picha ya kwamba kuna wakati wa mauaji kuachiliwa. Na sasa ukiangalia mataifa yote ya Kiarabu yameanza kuungana kuliwania taifa la Israeli. Maana mataifa yote ya Kiarabu yamekuja na sera kwamba Israeli ndo anayesababisha mauaji mengi duniani. Mataifa yote ya Kiarabu, Yemeni mpaka na China na yenyewe ilikuwa imewaita falme za Kiarabu hivi karibuni. Kwa ajili wanafuatia vyombo vya habari, ilikuwa imewaita hivi karibuni kwa ajili ya kuwasaidia sana. Sasa na ikumbukwe wakati wa vita vya Ukraine, wakati Marekani anasema kwamba wanataka kuiunga mkono Ukraine na kupigana na Urusi,
Rais wa Urusi Putin alisema kwamba hakuna haja ya dunia kuwepo bila Urusi. Hakuna haja ya dunia kuwepo bila Urusi. Maana yake nini? Anasema kwamba ni heri alipue bomu la nyuklia liporomoshe dunia nzima, liue dunia nzima kuliko kuiangamiza Urusi. Na Urusi ni moja ya nchi ambazo zina silaha nyingi za kinyuklia. Bwana Yesu asaidie sana. Haya yote ni dalili za kwamba tuko katika siku za mwisho, na kipimo kikubwa kabisa ni pale tunapoona taifa takatifu, taifa la Mungu linainukiwa na maadui zake. Mataifa yanaungana kwa ajili ya kulivamia taifa la Mungu, na Biblia inasema katika uharibifu huo kanisa litatwaliwa kabla ya ule uharibifu haujafika. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpinga Kristo sasa hivi yuko kwenye maandalizi mazito. Moja ya maandalizi ambayo tunapitia lakini hatujui kama tuko kwenye maandalizi ni kila kitu kuwa katika mfumo, kila kitu kupitia katika mtandao. Bwana Yesu asifiwe sana. Zamani ulikuwa unaenda unafungua akaunti yako benki, sasa hivi ukifungua akaunti benki lazima uoneshe na namba ya NIDA. Uende kwenye matibabu lazima namba ya NIDA ihusike. Maana yake namba ya NIDA, kumbuka uliweka vidole vyako. Maana yake kila kitu kinachoendelea sasa kinaingia kwenye mfumo. Maana yake anafanya maandalizi, yatakapotimia yale maandalizi na uharibifu utakapotokea, kanisa litakaponyakuliwa, anasubiri kipenga tu cha kanisa kunyakuliwa. Kanisa litakaponyakuliwa, uchumi wa dunia utaporomoka, na hapo ndipo atakapotangaza, kwa kuwa tayari watu wameshakuwa tayari na taarifa zao ziko kwenye mfumo, atazima taarifa zote. Kama mtu ana mapesa yake benki, milioni mia ngapi, anaambiwa akaunti yako ifanye kazi mpaka ukajisajili upya. Unafika kule kuambia uweke microchip. Manake hatuwezi tena kutembea na pesa. Na huo mpango sasa duniani unafanya kazi. Na mpaka sasa na Watanzania tunao ambao tayari mifumo yao iko kwenye microchip. Wanatembea nao yaani mkono wake hana haja kutembea na kadi wala nini. Yeye anatembea hivi, akifika benki anagusa mkono, inasoma taarifa zake. Na taarifa nilizozipokea kwamba Kenya, kwa nchi za Afrika Mashariki, Kenya iko kwenye mpango sasa. Ilikuwa inasema kwamba kuanzia mwezi wa 11 mwaka huu inaweza ikauzindua mpango wa kutumia microchip. Na walisema watoto watakaokuwa wanazaliwa, mtoto atakuwa anazaliwa tu wanamwekea microchip automatic. Maana huduma zote za bima, huduma za matibabu, huduma za nini zitakuwa zinatumia microchip. Maana yake wewe mwenyewe. Sasa hii inakuja kama picha ambayo imefichwa ndani yake. Na Biblia inasema kama ilivyokuwa nyakati za Nuhu, watu walikuwa wakila na kunywa, wakiona na kuolewa. Sasa leo watu tuko busy na maisha, tuko busy na utafutaji wa mali, lakini uharibifu ndivyo unavyozidi kuingia. Dalili zote za kuja kwa Yesu, matukio, mlolongo wa matukio tunaona unazidi kutimia. Leo nikasikia habari moja, nikajaribu kuifuatilia. Hebu tusome, tuendelee kusoma hapa. Inasema hivi, mstari 16. Na hesabu ya majeshi ya wapanda farasi ilikuwa 20,000 mara 10,000. Nilisikia hesabu yao. Hivyo ndivyo nilivyowaona hao farasi katika maono yangu. Nao waliokaa juu yao wana dirii kifuani kama za moto, na za samawi, na za kiberiti, na vichwa vyao farasi kali. Theluthi moja ya wanadamu duniani
Sasa hivi tuko trilioni 9. Kwa kama tuko trilioni 9, bilioni 9, maana yake wafe bilioni 3. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mstari unaofuata anasema kwamba kwa maana nguvu zao hao farasi ni katika vinywa vyao na katika mikia yao, maana mikia yao ni mfano wa nyoka, ina vichwa nao wana dhuru kwa hivyo, na wanadamu waliosalia wasiouawa kwa mapigo hayo hawakuzitubia zile kazi za mikono yao, hata wasiwasujudie mashetani na sanamu za dhahabu na za fedha na za shaba na za mawe na za miti, zisizoweza kuona wala kusikia wala kuenenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hayo ni mapigo ambayo yanakuja, lakini kuna tukio jingine kubwa kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana, la kukauka kwa mto Frati. Mto Frati umetabiriwa kwenye maandiko matakatifu. Katika wale malaika, kuna malaika waliofungwa kwenye mto Frati, ana kitasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliambiwa akimimina kitasa ndani ya mto Frati nao ukauke. Sasa leo wewe utaingia tu hata kwenye mtandao wako uandike mto Frati, hali ya mto Frati ya sasa. Utaona utakuandikia kwamba hali ya sasa ya mto Frati unakabiliwa na changamoto ya ukame kutokana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Wao wanasayansi wanasema ni mabadiliko ya tabia ya nchi, ila kukauka kwa mto Frati ni maandalizi ya majeshi kupita kwenda kuipiga Israeli. Lakini leo ukiangalia kwenye mtandao watakwambia mto Frati unakabiliwa na kupungua sana maji kwa sababu ya nini? Ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Lakini kuna malaika waliokuwa wamefungwa ndani ya mto, ameambiwa nyanyuka na kitasa, mimina kitasa chako ndani ya mto Frati nao ukauke. Unabii unazidi kutemea. Siku tulizo nazo ni siku za mwisho. Dalili zote za kurudi kwa Yesu zimetimia. Mwinuko huu tunaoona, hali hii tunaoiona leo, kilichosemwa kwenye kitabu cha Luka kwamba mioyo ya watu itahangaika na kutapatapa ikitazamia kitakachoipata dunia wakati huo, ndio mazingira tulionayo sasa hivi. Vita vinatokea Irani na Israeli, lakini matokeo yake sisi ambao tuko huku tunawaza sijui kitatokea nini. Mafuta yamepanda bei, hiki kimebadilika, tunawaza sijui nini kitatokea kwenye dunia hii. Kitakachotokea wakati huu tunaoelekea sasa ni wakati wa kuiandaa mioyo yetu kwa ajili ya ujio wa Kristo. Wakati dunia inaendelea kutapatapa na kutafuta mali, kuhangaika, watu wanahangaika. Dalili nyingine ndogo ndogo tumeziona, maana kuna dalili nyingine ambazo Biblia imezitaja: kuongezeka kwa maasi, upendo wa wengi kupoa, ndio yanayotendeka sasa hivi. Lakini dalili hizi kubwa zinazolipata taifa la Israeli ni dalili ambazo zinatupa picha kabisa kwamba mwana wa Adamu tayari yuko mlangoni. Yuko mlangoni. Na leo wanadamu kila mmoja anahangaika namna gani ataweza kujikomboa kimaisha, ataweza kubadilisha hali yake ya kiuchumi. Ni tofauti na miaka ya nyuma. Leo mtu anahangaika na kurekebisha hali yake ya kiuchumi. Leo watu kuingia Freemason imekuwa ni jambo la kugusa, wanaangalia kurekebisha masuala ya kiuchumi. Siku tulizo nazo ni siku za uharibifu. Na tayari nilivyosema, mpinga Kristo tayari yuko kazini, yuko kwenye maandalizi kwa ajili ya kuanza kazi.
Na Biblia imesema kwamba kabla halijafikia hilo, kanisa lazima litwaliwe. Sasa hali tuliyoifikia sasa hivi, kila kitu mtandaoni, kila kitu mtandaoni. Sasa hivi nilikuwa naangalia vyombo vya habari, nilikuwa naangalia kwenye mtandao, nikaona Tanzania imetenga bilioni ngapi kwa ajili ya bima ya afya kwa wote. Kwa ajili ya bima ya afya kwa wote. Hiyo bima ya afya haiji hivi, lazima uunganishwe NIDA na bima ya afya yako. Leo hii ukichukua NIDA yako tu, taarifa zako zote, kwa sababu simu yuko kwenye NIDA, uchaguzi wako kwenye NIDA, kila kitu. Sisi wafanya kazi, hata kazi, taarifa za kikazi ziko kwenye NIDA. Mshahara wangu mtu akitaka kuufahamu, akiingia kwenye NIDA yangu ndio kuufahamu. Kila kitu kimefungamanishwa mahali pale. Kilichobaki kufika kwamba haijafika wakati azime mitambo mpa, halafu aseme kwenda, ili uweze, kama kuna pesa zako ili uzichukue pesa zako, lazima uwekewe chipu. Ndio mfumo. Kwani walipotaka kuweka NIDA hii, laini zote zikazimwa. Ukitaka kupiga simu mpaka uunganishe kwa NIDA, mpaka usajili kwa alama ya vidole. Ndivyo wanavyoenda namna hiyo. Yuko kwenye maandalizi mazito.